Mtume sallallahu alayhi wasallam anatukumbusha kwa kutuambia, man khafa adlaja, yule ambaye ni mwenye hofu, ni mwenye kuogopa, basi hutoka ikiwa ni wakati wa mapema mno. Anatoka katika giza la usiku akiwa anafanya haraka fisairi, katika kwenda, anatembea haraka ili afike kule anakokwenda mapema, liyasila ila maqsadihi aminan saliman, ili aweze kufika kule anakokusudia akiwa ni mwenye amani na tena aliyesalimika. Huu ni mfano wa kidunia. Wa khafa an la yarda rabbahu jadda wajtahada, na yule anayeogopa ya kwamba huenda asije kupata radhi za Allah, atazikosa radhi zake, ujipinda, ujitahidi fi sayri ila Allah, kufanya haraka katika mambo ambayo yatampeleka kwa Allah. Allah anasema hakuna mtu kupata kitu kwa kutamani, si nyinyi Waislamu wala si Mayahudi na Manasara. Kila mmoja atalipwa uovu aliotenda. La tunalu ridha Allah wal janna bitamanni au al-id'a, pepo, radhi za Allah hazipatikani kwa kutamani tu au kwa madai. Pepo ni kwa matendo mema na kuyaacha maovu. wala tajidu lahu min duni Allahi waliyan wala nasira wala yajidu lahu, hatopata kinyume cha Allah ambaye ni mtetezi wake wala wa kumnusuru zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini huna hofu ya kwamba wakati wote unaweza ukaondoka katika dunia hii na kuna mambo ya msingi itakuwa bado hujayafanya, na wakati wa kufanya ni leo? Ikiwa duniani unaogopa majambazi, waizi, matatizo, unafanya haraka, akhera nako uogope, kuna adhabu za Allah. Yale unayoweza kuyafanya kwa mapema yafanye. Sali kwa wakati wake, funga inavyotakiwa, faradhi na sunna, toa zaka katika mali aliyokupa Allah, kafanya ibada ya haji kabla haujafikwa na wakati umetoka katika ulimwengu huu, dhima ile itakuwa bado unayo. Allah amrahamu yule mja ambaye aliyosimama katika kutekeleza lile ambalo ana hamu nalo. Ikiwa hilo lilosimama nalo ni kwa ajili ya Allah, endelea nalo. Ikiwa kwa ajili ya kitu kingine, achana nalo. Hakikisha unalolifanya hasa ni kwa ajili ya Allah, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulipa kwa matendo yetu na nia yetu.